Hello, karibu leo katika Mohamed Talk. Leo tutaangazia viongozi mbalimbali duniani ambao walishtakiwa wakiwa madarakani. Na hapa ni historia baadhi ya marais mashuhuri walioshtakiwa wakiwa madarakani duniani kote. Marais walioshtakiwa madarakani kwa kiasi kikubwa, visa hivi vimefahamika zaidi nchini Marekani, lakini pia vimetokea katika nchi nyingine zenye mifumo ya kidemokrasia. Kwa mfano, Marekani, United States. Nchini Marekani, bunge la House Representative limewahi kuwashtaki marais watatu pekee wakiwa madarakani. Hakuna hata mmoja aliyeondolewa ofisini na Senate. Rais Andrew John mwaka 1868 kwa mashtaka ya kukiuka sheria ya usimamizi wa ofisi, Tenure of Office Act, kwa kumfukuza kazi waziri wa vita, Secretary of War, na aliachiliwa huru kwa kura moja tu alimaliza muhula wake. Pili, Bill Clinton mwaka 1998 alishtakiwa kwa kula kiapo cha uongo, perjury, kwa kuzuia haki ya obstruction of justice kuhusiana na uhusiano wake wa Monica Lewinsky. Pia aliachiwa huru alimaliza muhula wake. Tatu, Donald Trump mwaka 2019 mpaka mwaka 2021 alishtakiwa kwa kutumia vibaya madaraka na kuzuia bunge kuhusiana na Ukraine mwaka 2021, kuchochea uasi kuhusiana na shambulio la Capitol. Pia aliachiwa huru mara zote mbili, ni rais wa pekee kushtakiwa mara mbili. Kumbuka kwamba kuhusu Richard Nixon, Rais Richard Nixon mwaka 1974 hakuwahi kushtakiwa rasmi. Alijiuzuru kufuatia kashfa ya Watergate, kwani ilikuwa dhahiri bunge lingemshtaki na Senate ingemuondoa ofisini. Peru, mfumo wa urais. Peru imeshuhudia matukio mengi ikishtakiwa na kuondolewa kwa marais kutokana na mfumo wao unaotumia neno ukosefu wa uwezo wa kimaadili, moral incapacity. Pedro Castillo mwaka 2022 alishtakiwa kwa kuondolewa mara ya pili na bunge mwaka 2022 kufuatia jaribio lake la kulivunja bunge. Martin Vizcarra mwaka 2020 alishtakiwa kuondolewa ofisini na bunge kwa madai ya rushwa. Dina Boluarte mwaka 2025 alishtakiwa na kuondolewa ofisini na bunge mwaka 2025 kwa madai ya moral incapacity. Brazil, Dilma Rousseff mwaka 2016 alikuwa rais wa kwanza wa kike wa Brazil. Alishtakiwa na bunge na kuondolewa ofisini na senati mnamo mwaka 2016. Mashtaka yake yalikuwa kukiuka sheria za bajeti na uhasibu wa serikali, hasa kuficha hali ya uchumi kabla ya uchunguzi ili kushinda kashfa ya pedraladas fiscais. Korea Kusini, Park Geun-hye mwaka 2017, rais wa kwanza wa kike wa Korea Kusini, alishtakiwa na bunge na kuondolewa ofisini na mahakama kikatiba mnamo mwaka 2017. Mashtaka yake aliyoshtakiwa alikuwa ni rushwa, kashfa na kutumia vibaya madaraka. Aliyehukumiwa kifungo cha muda mrefu jela. Roh Moo-hyun mwaka 2004, rais huyu alishtakiwa na bunge mnamo mwaka 2004 kwa kukiuka sheria za uchaguzi, na matokeo yake aliachiwa huru na mahakama kikatiba na alirejea ofisini. Madagascar, Andry Rajoelina mwaka 2025 alishtakiwa na kuondolewa madarakani na bunge la kitaifa mnamo Oktoba 25 kwa kufuatia jaribio la kuvunja bunge. Muhtasari wa mchakato wa mashtaka. Impeachment. Kwa ujumla, impeachment hii ni mchakato wa kisiasa na kisheria wenye hatua mbili. Hatua ya kwanza mashtaka. Bunge la chini kama House Representative hupiga kura na kuidhinisha mashtaka dhidi ya rais.
Hatua ya pili, bunge la juu kama seneti au mahakama ya kikatiba hufanya uchunguzi trial na kupiga kura kawaida. Theluthi 2 mpaka 3 ya kura zinahitajika ili kumuondoa rais ofisini. Asanteni sana.